subscribe to my channel. And also press this bell icon. Simba Almasri. Of course. Unataka kusikia neno lako kali kuelekea katika mchezo huo? Mechi nzuri, itakuwa nzuri hapana shaka, kwa sababu ya uhitaji wa semi-final. Wote wanahitaji kwenda semi-final. Almasri anataka kwenda semi-final, nafasi ambayo aliwahi kuishia mwaka 2018. Hajawahi kuvuka zaidi ya hapo. Kwa hiyo semi-final kwake na maana kubwa sana. Na kimsingi Almasri ni timu ya Misri ambayo wale ndio wanajiita the real Egyptians. Wao wanaamini wao ndio wenye Misri yao. Na hata hii Almasri maana yake ni watu wa Misri. Umeelewa? Kwa hiyo ni mechi ambayo kwao ni muhimu sana kwenda hatua ya semi-final ili kuja kutambiana vizuri na hao wengine wa ndani kama Al Ahly na kadhalika. Kwa sababu wao wana vita kubwa na Al Ahly na wanajiona ndio wapinzani wao kabisa kuliko Zamalek. Kwa sababu kumbukumbu anyways nisiende huko mbali sana. Lakini kwa Simba mechi hiyo anahitaji kwenda semi-final kwa sababu akienda semi-final anaweka rekodi ya East African Central ya timu ya kwanza kutoka Afrika Mashariki na Kati kufika nafasi ya 5 kwenye viwango vya ubora wa CAF Africa. Haijawahi kutokea timu yoyote. Al Hilal ndo godfather wa kandanda ya East African Central, timu bora ya muda wote, lakini haijawahi kufika nafasi ya 5 kwenye ubora wa viwango CAF. Simba akifanikiwa kumtoa huyu maana yake automatic anasogea nafasi ya 5 ambayo kwa sasa yupo Wydad Casablanca. Kwa hiyo ni mechi ambayo inajimotivate nje, lakini upande wa pili ni hapa ndani. Kwa maana ya Simba kwa level yao wamesha perform sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwenye Champions League, kwenye Confederation hawajafanikiwa kufanya vizuri. Kwa hiyo wana material. Kama unaweza kufika robo finali mara kwa mara kwenye Champions League, maana yake una material ya kufika semi final kwenye Confederation Cup. Na tayari kama kuna kitu kitakuja kuwatesa basi ni standard ambao tumejiwekea kama taifa. Leo hii kwenye michuano ya Champions League ukifika robo finali ukaishia hapo, tafsiri yake umefeli. Hiyo ndio tafsiri yake. Robo finali ni standard ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo tunahitaji timu ifike at least hatua ya nusu finali ndio tunaita kufaulu. Kwa sababu quarters tumeshafanikiwa, tunaweza. Kwenye Confederation standard ni finali. Karibu, nilisoma juzi kwenye ukurasa wako wa Instagram na uliposti matokeo ya mwisho wa Simba dhidi ya Canada Devils na kuna baadhi ya simulizi ukaiwekea. Tukitazama matokeo ya mwisho ya Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa, hasa tuitazame mechi ya Simba dhidi ya Canada Devils ambao ndio mechi hata uliposti na ukaiwekea simulizi. Inakupa imani gani kuelekea katika mechi hii dhidi ya Almasri? Sasa siwezi kurifaa kwa mechi ya Nkana, vitu vingi vimebadilika. Miongoni mwa vitu vimebadilika hata squad. That time ilikuwa timu tofauti na hii ambayo tunaiona leo. Nadhani ni Mohamed Hussein na Shomari ndio wachezaji ambao wamesalia. Sasa kwa kuleta imani maana yake tutaita mechi nyingi. Si mechi nyingi tu, Young Africans wamevuka kwenda tu inayofuata. Walimfunga Red Arrows kama unakumbuka, ya Zambia, wakaenda hatua inayofuata kwenye Confederation huko. Walimtoa Platinums, walimtoa Primeiro de Agosto, walimtoa wale wa Zimbabwe nani wale, shasahau baadhi ya wachezaji, timu shasahau, lakini kimsingi Plateau ilikuwa Nigeria. Kwa hiyo Simba ana mechi nyingi za kurifaa. Yaani wale viongozi wa Simba wakaenda maktaba hivi wanawaonesha wale wachezaji. Unajua timu yao ina wachezaji wengi wapi? Waenda kuwaonesha picha za wachezaji kwamba jamani, oneni huyu alikuwa Nkana, huyu alikuwa fulani, huyu alikuwa Platinum, huyu alikuwa Plateau. Hawa wote timu ilivuka. Nama tulivovuka tunajua. Kwa hiyo ili Berkane ilikuwa group stage, haikuwa playoff, yes. Kwa hiyo hawa wapinzani wote wamewahi kuwatoa. Kwa hiyo inatosha kuandaa wachezaji psychologically kwamba hivi vitu Simba inafanya. Standard ya nembo ya Simba ni ipi? Standard ya nembo ya Simba ni semi final au finali ya Confederation Cup. Na kimsingi hata Afrika yenyewe inaiona Simba katika hilo daraja, kwa maana ya daraja la kucheza hata finali, kwa sababu Simba imeshacheza quarter final mara nyingi na tayari maintain kucheza quarter final mara nyingi. So kitu kidogo kwenye mpira wa Afrika. Unajua kucheza msimu mmoja tu wa CAF Confederation au Champions League ni fedha nyingi kuliko kinachopatikana.
Kwa hiyo timu ime maintain kufika pale, manake ina nguvu kwenye fedha, ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo mnadaiwa kufika semi final, sehemu ambayo bado hamjafika. Tutazame performance ya wachezaji. Elie Mpanzu ambaye amekuwa mwiba sana kule, pengine performance yake ile na uzoefu wake pamoja katika mashindano ya kimataifa, anaenda kuwa mwiba mkali kiasi gani mechi hii ya mwisho zidi Al Masry na wachezaji kama Kip Dennis? Wachezaji wote tu, so Elie Mpanzu na Kip Dennis, wachezaji wote. Sasa ukienda kwenye Elie Mpanzu pengine itakwenda kukataa kwa sababu nowhere alifanya wonders kubwa za kwenye hii michuano. Ni mchezaji mzuri kutoka Vita Club, lakini ndani ya taifa la DRC katika ligi yao iliko Kesh amefanya vizuri. Msimu uliopita Coupe du Congo amefanya vizuri, lakini when it comes kwenye anga hili la kimataifa huku jina lake halipo. Huku hajafanya vizuri. Kwa hiyo labda ndio iwe aanzie hapa kuchukua huo ufalme. Mchezaji ambaye wachezaji ambao wana wasifu mzuri katika hii michuano ya kimataifa wako nao wengi, kina Mohamed Hussein Shomari, akina Musa Kamara Pinpin kacheza hadi semi final ya hii michuano akiwa na Horoya Athletic. Kwa hiyo ni wanao waongoza njia wa kuweza kuwasaidia katika hii mechi, lakini Elie Mpanzu ni miongoni mwa nyota ambaye aongozwe njia. Yaani kuna waongoza njia wa kumuongoza Elie Mpanzu kwamba oya 1 2 3. Alichokifanya kule inahitaji aongozwe njia. Alichokifanya Misri. Amefanya nini? Performance yake wanasema alifanya kila kitu, pengine alikosa tu kuweka mpira kambani. Namuuliza alichokifanya kule inahitaji bado pia kuongozwa njia. Kuweka mpira kambani, lakini alikuwa anafanya vitu vingi ambavyo end product haikuwa nzuri. Pengine ndio pressure hiyo ya michuano ya kimataifa ndio hiyo ambayo anazungumzia kwenye hiyo engo. Inawezekana ni ile kwamba hii michuano mikubwa, timu inahitaji kwenda, unamwona kama kuna pressure inakuja, anafanya vitu vingi sahihi lakini end product haiwi nzuri. Kwa hiyo inawezekana ikawa imechagiza kwa namna moja au nyingine, but ni mchezaji mzuri sana, ni quality material mazuri. Shukrani. Asante sana. Tutatoka na Khalid Aucho atakosekana kwenye mchezo dhidi ya Azam. Ni pigo kiasi gani kwa upande wa Yanga hasa katika eneo la kiungo? Itakuwa ni kiungo muhimili kwenye timu ya Yanga. Sure, nadhani hata wenyewe Young Africans mashabiki wanajua kwamba Khalid Aucho ndo engine ya timu yao. Ni mchezaji ambaye anapokosekana wanakuwa katika wakati mgumu. So naamini mechi hii Khalid Aucho kama atakosekana, kuna kitu kitapungua kwenye eneo la midfield la Young Africans. Wana wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya replacement katika hilo eneo, akiwemo Mudathir Yahya ambaye leo ameingia na amecheza vizuri tu, lakini unahitaji kuwa na Mudathir, kuwa na Khalid Aucho pia katika pitch. Ni wachezaji ambao wana vitu vingi wanaweza kuofa katika midfield. Khalid Aucho ana control midfield vizuri kabisa. Kwa hiyo unahitaji kuwa naye kwa experience yake, kwa utulivu wake, kwa balance pale katikati, namna ambavyo anaiweka timu kuwa na balance nzuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ungetamani kuwa naye. Kuumia kwake ni pigo kama atakosekana katika huo mchezo. Asanteni sana. Karibu tu dakika chache mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry, pengine watazamaji wanataka kusikia neno lako wewe. Simba na uendeaje huo mchezo? Kule ametoa kupoteza bao 2-0.